Licha ya kampeni na elimu zinazoendelea kutolewa kuhusu usafi wa mazingira na matumizi sahihi ya vyoo, bado baadhi ya wananchi wameendelea kufanya vitendo vinavyozua maswali mengi. Hebu fikiria, eti mpaka sasa 2026 bado wapo wanaojisaidia haja kubwa kwenye maeneo ya wazi au kuweka kinyesi ama haja ndogo kwenye chupa na kutupa ovyo, huku vyoo vikiwa vinapatikana tena vinavyotumika. Nyinyi mnaona furaha namna hii? Mji ni mchafu, kila mtu akiingia anasema Tabora ni chafu. Mnaona ni sawa? Sasa cha kusikitisha ni kwamba baadhi ya matukio hayo yamekuwa yakitokea karibu na maeneo ya mjumuisho wa watu, yaani maeneo ya biashara na hata vituo vya mabasi, jambo ambalo dhahiri huhatarisha afya ya wananchi na kuchafua taswira ya mazingira. Wanajitahidi sana. Sasa wanajitahidi, tungekuta hivi manager, mtu mpaka ameshusha mzigo kabisa hapo. Ndugu zangu, choo kiko pale, inakuwaje mnajisaidia nje? Hicho ni kitu gani? Unashindaje kuingia ndani ya choo ukajisaidia? Unaweka mzigo pale nje. Tabora ni miongoni mwa mikoa mikubwa nchini Tanzania na imeendelea kukua kwa kasi katika nyanja mbalimbali za maendeleo. Hata hivyo, maendeleo hayo yanapaswa kwenda sambamba na ustaarabu wa kutunza mazingira. Ni jambo la kusikitisha kuona kuwa bado kuna baadhi ya watu wanaofanya vitendo vya uchafu vinaweza kusababisha milipuko ya magonjwa kama kipindupindu na kuhatarisha afya ya jamii kwa ujumla. Hao watumishi wa mabasi ndio wanaokojoa haja ndogo na kubwa. Mimi nafikiri kwamba mabasi yangekuwa ya rally stand kusingekuwa kuna haja ndogo wala kubwa. Usafi huanzia kwa mtu binafsi, yaani nyumbani, kisha sisi wenyewe na baadaye huonekana katika jamii nzima. Hivi ni kweli ipo haja ya viongozi walazimike kutukumbusha au kuwachukulia hatua watu wazima kuhusu matumizi ya vyoo na utunzaji wa mazingira? Unaweka mzigo pale nje kweli, alafu pale pembeni mtu anapika chakula, tunakula sisi wenyewe. Tukipata kipindupindu hapa mnaanza kulaumu serikali, mnasema serikali tumepata kipindupindu. Hivi kweli kila kitu hicho ni serikali kweli? Kwa sababu choo kiko, ingekuwa hamna choo tungesema jamani kweli hatuna choo, tunaenda kujisaidia wapi? Lakini choo kiko pale, mtu unakojoa kwenye kopo unatupa. Huo sio ustaarabu, ni ushamba. Sasa kwa staili hii tunayoenda nayo sio, haitupi taswira nzuri ya mji wetu. Mji huu hautakuwa msafi, na ikiwa hivi nyinyi wenyewe mnakuwa wa kwanza kulaumu kwamba mji wetu ni mchafu, tunatoa tozo, mji bado ni mchafu. Sasa utakuwaje msafi ikiwa tushirikiani? Kabisa mkurugenzi, chukueni hatua. Tusiwaonee watu mwari. Mtu anayetupa takataka ovyo kamata, piga fine. Full stop. Leo sizungumzi kama mwandishi wa habari pekee, bali kama mwananchi ninaishi katika jamii hii. Inasikitisha kuona mtu anahangaika kutafuta riziki kwa ajili ya familia yake, lakini wakati huo huo anachangia uchafu unaoweza kuleta madhara kwa jamii nzima. Kuweka kinyesi kwenye chupa au kukitupa katika kituo cha mabasi chenye vyoo vya kutosha si ishara ya ukosefu wa huduma, bali ni dalili ya tatizo la mtazamo, afya ya akili na uwajibikaji wa mtu binafsi. Ni kweli guys, unapofika usiku hapa panakuwa kuna giza katikati. Kwa hiyo mtu anaweza akakojoa hata kwenye kopo au kutupa taka. Kwa hiyo tukipata taka katikati zitatusaidia. Robert Patrick na Chemchem Tabora. Hii hali ya usafi kwa kweli hata mimi nashangaa. Kwa wenzetu Moshi, Arusha tunasikia ukitupa vocha unapiga faini 10,000 au 20,000. Mimi hapa na miaka 7 niko hapa stendi nimebeba mizigo. Kwa hiyo niko tayari kuwa mmoja wa walinzi wa kusimamia usafi. Mabadiliko ya kweli hayawezi kuletwa na sheria pekee, bali na mabadiliko ya tabia. Hata kama serikali ikiendelea kujenga vyoo, kutoa elimu na kusimamia sheria, lakini jukumu la kutunza mazingira lipo mikononi mwa kila mmoja wetu. Tuchague kutumia vyoo vilivyopo, tuepuke kutupa ovyo uchafu, na tuwe mfano kwa watoto na jamii inayotuzunguka. Tabora safi inaanza na uamuzi wa kila mwananchi. Tukijitambua na kuwajibika, tutalinda afya zetu, heshima ya mkoa wetu na kujenga mazingira salama kwa kizazi cha leo na kijacho. Kutoka Tabora, Michael Samuel George na Hene Dial News, tuendelea kusubscribe, comment na kulike, lakini pia tufuatilie katika mitandao mingine ya kijamii pale Instagram, Facebook na X kwa kuandika habari leo _TZ. Shukrani.